In the heart of Africa, where the Congo River flows, a tale of blood and tears that nobody knows. Katika historia ya mataifa, kuna watu wachache ambao maisha yao hubadilika na kuwa alama ya kizazi chao. Wengine hukumbukwa kwa maneno waliyosema, wengine hukumbukwa kwa mambo waliyofanya, na wengine hukumbukwa kwa namna walivyopoteza maisha yao. Katika historia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mmoja ya majina ambayo yanaendelea kuishi katika mioyo ya wananchi ni Kanali Mamadou Mustapha Ndala. Zaidi ya miaka 10 imepita tangu afariki dunia, lakini jina lake bado linatajwa na wananchi, wanajeshi, wachambuzi wa masuala ya kijeshi na viongozi wa kisiasa. Kwa wengi, alikuwa shujaa aliyerudisha matumaini ndani ya jeshi la FARDC. Kwa wengine, alikuwa kiongozi aliyependa kuwa mstari wa mbele pamoja na askari wake. Nous avons plus de 800 personnes kidnappées hapa Mwiporei. C'est notre devoir kutafuta hao bandugu yetu bako wapi, kuba libérer de degrés et de force sans concertation ni aucune demande. Kama banakufa tuko obligé kuone maiti yao. Ça c'est un devoir. Kama banabazika tuko obligé kuone tombo yao. Kama bako chini ya maji tuko obligé kujua samaki ambao ile bakula. Et justice serait rendue au nom du commandant suprême, au nom du commandant de la 8e région militaire, au nom du chef d'état-major général et au nom de tous les peuples congolais, justice serait rendue. Nous sommes les forces spéciales, tutawapiga hadi kumwisho. Na hadi leo bado kuna watu wanaojiuliza, je, kifo chake kilikuwa matokeo ya vita vya kawaida au kulikuwa na siri ambazo hazikuwahi kuwekwa wazi? Leo kupitia City Cobra TV tutafuatilia safari ya maisha ya Kanali Mamadou Mustapha Ndala. Tutazungumzia alikozaliwa, namna alivyoingia jeshini, jinsi alivyopanda ngazi za uongozi ndani ya FARDC, mapambano yaliyomfanya ajulikane kote nchini, na maswali ambayo bado yanaendelea kuulizwa kuhusu kifo chake. Comme je l'ai dit, il y a personne qui a l'intention de voir voiler une réalité ou de faire en sorte qu'on couvre quelqu'un parce qu'on a peur de lui. Non. C'est lui qui est coupable de cette histoire. ADF ou commandant ou je ne sais pas tel ou personnalité indépendante, les enquêtes vont déterminer et la loi va devoir se faire devant qui que ce soit. Lakini kabla ya kumzungumzia Mamadou Ndala, ni lazima kwanza tuielewe nchi aliyozaliwa, kwa sababu historia ya mtu haiwezi kutenganishwa na historia ya taifa lake. C'est du côté du Mali qu'il faut chercher les racines de l'arbre généalogique de Mamadou Ndala. Au début du XXe siècle, du temps de l'Afrique occidentale française, alors que le pays s'appelle encore le Soudan français, un important mouvement d'émigration voit le jour et de nombreux ressortissants ouest-africains rejoignent l'Afrique centrale. Le grand-père paternel de Mamadou Ndala arrive au Congo au début des années 1900. Le père de Mamadou, Sadio, est né à Bafouabaka, dans le Haut-Tuélé. Ancien soldat de la force publique, l'armée coloniale belge au Congo, il prit part à la campagne d'Abyssinie en 1941, durant la Deuxième Guerre mondiale, au cours de laquelle les soldats indigènes s'illustrèrent face aux troupes italiennes. Après la guerre, Sadio s'installe en Ituri avec son épouse Dala. Si lui est Soninké, Dala est une Boudou du territoire de Wamba, dans le nord-est du Congo. Tarehe 8 Disemba mwaka 1978, Mamadou Mustapha Ndala alizaliwa katika eneo la Ibambi katika jimbo lililokuwa linajulikana kama Province Oriental, wakati nchi ikiwa bado inaitwa Zaire. Wakati huo, nchi ilikuwa chini ya uongozi wa Rais Mobutu Sese Seko. Zaire ilikuwa moja ya nchi tajiri zaidi barani Afrika kwa rasilimali za asili, dhahabu, almasi, coltan, shaba, mito mikubwa, misitu mikubwa na ardhi yenye rutuba. Lakini pamoja na utajiri huo mkubwa, wananchi wengi waliendelea kuishi katika umaskini. Kadiri Mamadou alivyoendelea kukua, hali ya nchi ilianza kubadilika. Uchumi ulianza kudhoofika, rushwa ikaongezeka na mfumo wa uongozi ukaanza kupoteza nguvu. Miaka michache baadaye, tukio kubwa lilitikisa ukanda mzima wa maziwa makuu. Mwaka 1997,
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa katika kipindi cha mabadiliko makubwa. Baada ya kuanguka kwa utawala wa Mobutu Sese Seko, Laurent Desire Kabila alikuwa ameanza kuiongoza nchi. Lakini mabadiliko ya kisiasa hayakumaanisha mwisho wa vita. Mashariki mwa Kongo iliendelea kushuhudia mapigano. Makundi yenye silaha yaliendelea kuongezeka. Wananchi waliendelea kukimbia makazi yao, na jeshi la taifa lilikuwa bado linajipanga upya ili kulinda mipaka na kurejesha usalama. Ni katika mazingira hayo magumu ambapo tarehe 6 Juni mwaka 1997, kijana mwenye umri wa miaka 19, Mamadou Mustapha Ndala, aliamua kujiunga na jeshi. Hakuwa mtu maarufu, hakuwa na cheo, hakujulikana na vyombo vya habari. Alikuwa kijana wa kawaida aliyekuwa na ndoto ya kuitumikia nchi yake. Kwa wakati huo, hakuna aliyefikiria kuwa siku moja angekuwa mmoja wa makamanda wanaoheshimiwa zaidi ndani ya FARDC. Lakini safari yake ilikuwa ndiyo inaanza. Miaka iliyofuata haikuwa rahisi. Kongo iliendelea kukumbwa na migogoro ya kivita. Mwaka 1998, vita vya pili vya Kongo vilianza. Vita hivyo vilihusisha majeshi kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika na makundi mengi yenye silaha. Kwa miaka kadhaa, mashariki mwa Kongo ikawa moja ya maeneo yenye migogoro mikubwa zaidi duniani. Ni katika kipindi hicho ambapo Mamadou Ndala aliendelea kujifunza maisha ya kijeshi. Alipata uzoefu wa mapigano, alijifunza namna ya kuongoza askari, na taratibu akaanza kujenga imani mbele ya viongozi wake. Hata hivyo, kuna ukweli mmoja muhimu ambao lazima tuueleze. Kati ya mwaka 1997 na mwaka 2011, taarifa nyingi kuhusu safari yake ya kijeshi hazikuandikwa kwa kina katika nyaraka zilizowekwa wazi kwa umma. Hatufahamu kwa uhakika kila cheo alichopandishwa, hatufahamu kila kikosi alichohudumu nacho, wala hatuna rekodi kamili ya operesheni zote alizoshiriki katika kipindi hicho. Lakini jambo moja linaonekana wazi: hakuna mwanajeshi anayekabidhiwa majukumu makubwa bila kuonyesha uwezo wake. Katika jeshi, cheo hakitolewi kwa bahati, kinapatikana kwa nidhamu, kwa ujasiri, kwa uwezo wa kuongoza na kwa kuaminiwa. Kwa miaka mingi, Mamadou Ndala aliendelea kufanya kazi kimya kimya. Hakutafuta umaarufu, hakutafuta sifa. Alijenga heshima yake kupitia kazi. Kadiri migogoro ilivyoendelea mashariki mwa Kongo, makundi yenye silaha kama FDLR, Mai Mai, CNDP na baadaye ADF yaliendelea kutishia usalama wa wananchi. Maelfu ya watu waliuawa, mamilioni wakalazimika kuyahama makazi yao. Katika mazingira hayo, FARDC ilihitaji viongozi wapya waliokuwa tayari kukabiliana na changamoto hizo. Na hapo ndipo jina la Mamadou Ndala lilianza kujitokeza ndani ya jeshi. Hatimaye, tarehe 7 Januari mwaka 2011, alipandishwa cheo na kuwa kanali. Hilo halikuwa tu ongezeko la cheo, ilikuwa ishara kwamba viongozi wa FARDC walikuwa wameanza kumwamini kwa majukumu makubwa zaidi. Congo, a land so rich and bold. Why must your people suffer? Your children grow old. From Lumumba to Kabila, the cycle never breaks. A curse that haunts your history, a wound that never... Baada ya kupandishwa cheo, alipewa jukumu la kuongoza Battalion Commando la 42, kikosi maalum cha jeshi kilichokuwa kimepewa mafunzo ya hali ya juu kwa ajili ya operesheni ngumu zaidi. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali, askari wa kikosi hiki walikuwa wamepata mafunzo kwa ushirikiano na washirika wa kimataifa. Hivyo, kupewa uongozi wa kikosi hicho hakukuwa jambo la kawaida. Kulihitaji uzoefu, uwezo wa kufanya maamuzi chini ya shinikizo, na zaidi ya yote, kuaminiwa na viongozi wa juu wa jeshi. Ingawa hatuna nyaraka zote zinazoeleza kwa nini Mamadou Ndala alichaguliwa, wengi wanaamini kuwa nidhamu yake, ujasiri wake
na uwezo wake wa kuongoza askari vilichangia sana katika uamuzi huo. Your children grow from Lumumba to Kabila. The cycle never breaks. Lakini wakati Mamadou Ndala akianza kupewa majukumu makubwa, tishio jipya lilikuwa linaibuka mashariki mwa Kongo. Mwaka 2012, kundi jipya la waasi lilianza kujitokeza. Kundi hilo lilijulikana kwa jina la M23. Ndilo kundi ambalo lingeibadilisha kabisa historia ya Mamadou Ndala, na pia lingeifanya dunia nzima kulielekeza macho yake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Congo, Congo, a land so rich and bold. Why must your people suffer? Your children grow old. From Lumumba to Kabila, the cycle never breaks. A curse that haunts your history. Mwaka 2012 ulikuwa mwaka ambao uliibadilisha historia ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya miaka mingi ya migogoro, kundi jipya lenye silaha lilijitokeza na kwa muda mfupi likawa tishio kubwa kwa serikali ya Kongo. Kundi hilo ilijulikana kwa jina la M23, kifupi cha Mouvement du 23 Mars. Lakini jina hilo lilimaanisha nini na kwa nini kundi hilo ilichukua silaha? Ili kuelewa jambo hilo, ni lazima turudi nyuma hadi mwaka 2009. Moi je n'aime pas ça, monsieur. C'est quoi ça? Bah commandant Badana va escroc vous allez la finale. Là vous sommes. Mwaka huo, serikali ya Kongo ilisaini makubaliano ya amani na kundi la CNDP lililokuwa linaongozwa na Laurent Nkunda na baadaye Bosco Ntaganda. Makubaliano hayo yalitiwa saini tarehe 23 Machi mwaka 2009. Lengo lake ilikuwa kuwajumuisha wapiganaji wa CNDP ndani ya jeshi la taifa la FARDC na kumaliza mapigano yaliyokuwa yakiendelea Kivu Kaskazini. Lakini miaka michache baadaye, baadhi ya waliokuwa wanachama wa CNDP walidai kuwa makubaliano hayo hayakutekelezwa kikamilifu. Kwa sababu hiyo, mwezi Aprili mwaka 2012 waliasi dhidi ya serikali na kuunda kundi jipya waliloliita M23, wakilitaja kwa kumbukumbu ya makubaliano ya tarehe 23 Machi. Katika miezi michache tu, M23 ilianza kuteka maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini. Mapigano yaliongezeka kwa kasi. Wananchi walikimbia makazi yao. Maelfu ya familia ziliachana na kila kitu walichokuwa nacho ili kuokoa maisha yao. Kadiri M23 ilivyoendelea kusonga mbele, jeshi la FARDC ilipata hasara katika maeneo kadhaa. Na tarehe 20 Novemba mwaka 2012, tukio ambalo wengi hawakulitegemea ilitokea. M23 iliingia na kuudhibiti mji wa Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Kwa wananchi wengi wa Kongo, hilo ilikuwa pigo kubwa. Walihoji uwezo wa jeshi lao kulinda nchi. Lakini muda mfupi baadaye, kupitia juhudi za kidiplomasia, M23 iliondoka mjini Goma tarehe 1 Disemba mwaka 2012. Hata hivyo, kuondoka kwao hakukumaanisha mwisho wa vita. Badala yake, pande zote zilianza kujiandaa kwa mapambano makubwa zaidi. Serikali ya Kongo ilifanya mabadiliko ndani ya jeshi lake. FARDC ilianza kuimarisha vikosi vyake. Kwa upande mwingine, MONUSCO iliunda kikosi maalum kilichoitwa Force Intervention Brigade au FIB. Tofauti na vikosi vya kawaida vya kulinda amani, brigedi hii ilikuwa na jukumu la kushiriki moja kwa moja katika mapambano dhidi ya makundi yenye silaha.
Ni katika kipindi hicho ambapo Kanali Mamadou Mustapha Ndala alianza kujitokeza zaidi. Akiwa kamanda wa Battalion Komando ya 42, alikabidhiwa jukumu la kushiriki katika operesheni muhimu dhidi ya M23. Lakini ni nini kilichomtofautisha na makamanda wengine? Kwa mujibu wa askari waliowahi kufanya kazi naye, Mamadou Ndala hakuwa kamanda wa kukaa nyuma ya dawati. Aliamini kuwa kiongozi wa kweli anatakiwa kuwa pamoja na askari wake. Alitembea nao, alikula nao, na wakati wa mapigano mara nyingi alikuwa mstari wa mbele. Hilo iliwapa askari wake ujasiri mkubwa. Waliona kuwa kamanda wao alikuwa tayari kushiriki hatari zote walizokuwa wanakabiliana nazo. Taratibu, jina la Mamadou Ndala likaanza kusikika katika kambi za jeshi, likaanza kutajwa na wananchi, na baadaye likaanza kuripotiwa na vyombo vya habari. Kadiri operesheni zilivyoendelea, mwaka 2013, FARDC kwa kushirikiana na Force Intervention Brigade ya MONUSCO ilianza kurudisha maeneo yaliyokuwa yamedhibitiwa na M23. Mapigano makali yalifanyika katika maeneo ya Kibumba, Rumangabo, Kiwanja na maeneo mengine ya Kivu Kaskazini. Katika kila hatua ya operesheni hizo, Mamadou Ndala alikuwa miongoni mwa makamanda waliokuwa wakiongoza askari wao mbele ya uwanja wa mapambano. Ujasiri wake ulianza kuwapa matumaini wananchi waliokuwa wamechoshwa na vita vya muda mrefu. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, wananchi wengi walianza kuamini kuwa FARDC ingeweza kushinda. Lakini ni muhimu kukumbuka jambo moja: ushindi dhidi ya M23 haukupatikana kwa juhudi za mtu mmoja. Ulifikiwa kupitia ushirikiano wa askari wengi wa FARDC, makamanda mbalimbali wa jeshi na msaada wa MONUSCO Force Intervention Brigade. Hata hivyo, katika macho ya wananchi wengi, sura moja ndiyo ilianza kuonekana zaidi: sura ya Kanali Mamadou Mustapha Ndala. Alianza kuitwa na wengi shujaa wa Kongo, lakini mafanikio hayo yalikuwa mwanzo wa safari nyingine ngumu zaidi. Baada ya M23 kushindwa, serikali ilikabiliwa na tishio jipya. Katika misitu ya Beni, kundi la ADF liliendelea kufanya mashambulizi dhidi ya raia, na tena jina la Mamadou Ndala likatajwa. Alipewa jukumu jipya, jukumu ambalo lingekuwa la mwisho katika maisha yake. Mwishoni mwa mwaka 2012, hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa mbaya kuliko wakati mwingine wowote. Ingawa wapiganaji wa M23 walikuwa wameondoka mjini Goma baada ya shinikizo la kisiasa na kidiplomasia, vita havikuwa vimekwisha. Walikuwa bado wanadhibiti maeneo muhimu katika jimbo la Kivu Kaskazini. Maelfu ya wananchi waliendelea kuishi kwenye kambi za wakimbizi. Biashara ilisimama, mashule mengi yalifungwa, na hofu ilitanda kila mahali. Serikali ya Kongo ilielewa kuwa njia pekee ya kurejesha mamlaka ya dola ilikuwa kuanzisha operesheni kubwa ya kijeshi. Safari hii, FARDC ilikuwa imejipanga vizuri zaidi. Jeshi lilikuwa limefanya marekebisho ndani ya vikosi vyake. Kwa mara ya kwanza, lilikuwa likifanya kazi bega kwa bega na Force Intervention Brigade, kikosi maalum cha MONUSCO kilichopewa mamlaka ya kushambulia makundi yenye silaha. Kwa upande wa FARDC, baadhi ya vikosi maalum vilikabidhiwa jukumu la kuwa mstari wa mbele katika operesheni hizo. Miongoni mwa makamanda waliokuwa wakiongoza vikosi hivyo alikuwa Kanali Mamadou Mustapha Ndala, kamanda wa Battalion ya 42. Kwa askari wake, vita hivi havikuwa tu kuhusu kurejesha ardhi, vilikuwa pia
kuhusu kurejesha heshima ya jeshi la taifa. Mapigano makali yalianza katika maeneo ya Kibumba, Rumangabo, Kiwanja na baadaye kuelekea Bunagana karibu na mpaka wa Uganda. Katika kila eneo, wapiganaji wa M23 walikuwa wamejipanga kwa muda mrefu. Walikuwa na silaha nzito, walikuwa wanayafahamu vizuri maeneo hayo, na walikuwa wamejenga ngome zilizokuwa ngumu kuvunjwa. Lakini FARDC kwa kushirikiana na Force Intervention Brigade ilianza kusonga mbele hatua kwa hatua. Kwa mujibu wa mashuhuda na wanajeshi waliokuwa kwenye operesheni hizo, Kanali Mamadou Ndala alikuwa kamanda aliyependelea kuwa karibu na askari wake. Hakupenda kutoa amri akiwa mbali na uwanja wa mapambano. Aliamini kuwa kamanda bora ni yule anayeshiriki hatari pamoja na watu anaowaongoza. Mara nyingi alionekana akiwatia moyo askari wake kabla ya mashambulizi. Aliwakumbusha kuwa walikuwa wanapigania taifa lao na kwamba ushindi wao ungewarudishia matumaini mamilioni ya wananchi waliokuwa wamechoshwa na vita. Kadiri siku zilivyopita, vikosi vya FARDC vilianza kuyarejesha maeneo yaliyokuwa chini ya M23. Kila ushindi uliongeza morali ya askari. Kila eneo lililorejeshwa ilikuwa ishara kwamba hali ilikuwa inaanza kubadilika. Vyombo vya habari vya ndani na vya kimataifa vilianza kuripoti mafanikio hayo, na jina la Mamadou Ndala likaanza kusikika zaidi. Wananchi waliona picha zake akiwa mstari wa mbele. Askari walizungumza kuhusu uongozi wake, na kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, wengi walianza kuamini kuwa jeshi la Kongo linaweza kushinda vita. Mwisho wa mwezi Oktoba mwaka 2013, M23 ilikuwa imepoteza maeneo mengi muhimu, na tarehe 5 Novemba mwaka 2013, kundi hilo lilitangaza rasmi kusitisha mapigano na kumaliza uasi wake wa kijeshi. Tangazo hilo ilionekana kama ushindi mkubwa kwa serikali ya Kongo, lakini ni muhimu kuelewa ukweli wa kihistoria. Ushindi huo haukuwa matokeo ya mtu mmoja. Ulipatikana kupitia juhudi za askari wengi wa FARDC, makamanda mbalimbali wa jeshi, pamoja na mchango muhimu wa MONUSCO, Force Intervention Brigade. Hata hivyo, katika macho ya wananchi wengi wa Kongo, jina moja lilikuwa limejitokeza kuliko yote: jina la Kanali Mamadou Mustapha Ndala. Kwa wengi, alikuwa sura ya ushindi, alikuwa ishara ya ujasiri, na alikuwa mfano wa kamanda ambaye hakuwahi kuwaacha askari wake peke yao vitani. Baada ya ushindi huo, Mamadou Ndala akawa mmoja wa watu maarufu zaidi nchini. Alisifiwa na wananchi, alipongezwa na viongozi, na askari wengi vijana wakaanza kumwona kama mfano wa kuigwa. Lakini kadiri umaarufu wake ulivyoongezeka, ndivyo majukumu yake yalivyokuwa makubwa zaidi. Mashariki mwa Kongo bado haikuwa na amani. Katika eneo la Beni, kundi la Allied Democratic Forces linalojulikana kama ADF lilikuwa linaendelea kufanya mashambulizi dhidi ya raia. Serikali ilihitaji kamanda mwenye uzoefu wa kuongoza operesheni ngumu, na tena uchaguzi ukaangukia kwa Mamadou Mustapha Ndala. Hakujua kuwa safari hiyo mpya ndiyo ingekuwa ya mwisho katika maisha yake. Mwishoni mwa mwaka 2013, Kanali Mamadou Mustapha Ndala alikuwa tayari ameandika jina lake katika historia ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya operesheni zilizochangia kushindwa kwa M23, alikuwa ameonekana kama mmoja wa makamanda waliorejesha matumaini kwa wananchi wengi. Lakini wakati taifa lilikuwa linaanza kusherehekea ushindi huo, tishio lingine lilikuwa bado linaendelea. Katika eneo la Beni, kaskazini mwa Kivu, kundi la Allied Democratic Forces linalojulikana kama ADF liliendelea kufanya mashambulizi dhidi ya raia. Vijiji viliteketezwa, wananchi waliuawa, maelfu ya familia walikimbia makazi yao. Serikali ya Kongo ikaamua kuanzisha operesheni mpya ya kijeshi ili kulisambaratisha kundi hilo, na tena jukumu hilo likakabidhiwa kwa Kanali Mamadou Mustapha Ndala. Kwa Mamadou Ndala, huu ulikuwa ujumbe mwingine wa kuitumikia nchi yake. Hakusita,
Hakukataa. Aliwaongoza askari wake kuelekea eneo la Beni kwa maandalizi ya operesheni dhidi ya ADF. Lakini hakujua kuwa safari hiyo ingekuwa ya mwisho katika maisha yake. Asubuhi ya tarehe 2 Januari mwaka 2014, msafara wa magari ya kijeshi uliokuwa ukimsafirisha uliondoka kuelekea eneo la Eringeti, kaskazini mwa mji wa Beni. Lengo lilikuwa kuendelea na maandalizi ya operesheni dhidi ya ADF. Lakini walipofika karibu na eneo la Ngadi, msafara huo uliingia kwenye shambulio la kushtukiza. Washambuliaji walifyatua risasi nyingi na kutumia silaha nzito. Mapigano yalidumu kwa muda mfupi, lakini yalikuwa makali. Katika shambulio hilo, gari alilokuwa amepanda Kanali Mamadou Mustafa Ndala lilipigwa. Dakika chache baadaye, habari mbaya zikaanza kusambaa. Kanali Mamadou Mustafa Ndala alikuwa ameuawa pamoja na baadhi ya askari waliokuwa naye. Habari hizo zilishtua taifa zima. Wananchi wengi hawakuamini kilichotokea. Baadhi walidhani ni uvumi. Lakini baadaye, serikali ya Kongo ilithibitisha rasmi kifo chake. Katika miji mbalimbali, wananchi walikusanyika kwa majonzi. Mitandao ya habari ilitangaza taarifa hiyo kwa uzito mkubwa. Kwa wengi, Kongo ilikuwa imepoteza mmoja wa makamanda wake waliokuwa na matumaini makubwa ya kuleta mabadiliko ndani ya FARDC. Baada ya tukio hilo, uchunguzi ulianzishwa mara moja. Mwanzoni, mamlaka zilieleza kuwa shambulio hilo lilifanywa na wapiganaji wa ADF. Lakini kadiri uchunguzi ulivyoendelea, mambo mengine yalianza kujitokeza. Mahakama ya kijeshi ilifanya uchunguzi wa kina. Mashahidi walihojiwa, wanajeshi kadhaa walikamatwa, na baadaye baadhi yao walifikishwa mahakamani wakituhumiwa kushirikiana na wapiganaji wa ADF katika kupanga shambulio lililomuua Mamadou Ndala. Baada ya kusikiliza ushahidi, mahakama ya kijeshi iliwatia hatiani baadhi ya washtakiwa. Wengine walihukumiwa vifungo virefu na wengine walihukumiwa adhabu kali kwa mujibu wa sheria za Kongo zilizokuwa zinatumika wakati huo. Hata hivyo, pamoja na hukumu hiyo, mjadala haukuisha. Mpaka leo, bado kuna wananchi wanaoamini kuwa maswali yote kuhusu kifo cha Mamadou Ndala hayajajibiwa kikamilifu. Wapo wanaoamini kwamba uchunguzi ulifikia ukweli, na wapo wengine wanaodhani kuwa huenda kulikuwa na mambo mengine ambayo hayakuwekwa wazi kwa umma. Lakini ni muhimu kutofautisha kati ya ukweli uliothibitishwa na mawazo yanayotokana na hisia au uvumi. Kwa mujibu wa taarifa rasmi na hukumu ya mahakama ya kijeshi, baadhi ya wanajeshi wa FARDC walipatikana na hatia ya kushirikiana na wapiganaji wa ADF katika shambulio hilo. Hadi leo, hakuna ushahidi wa kisheria uliowekwa wazi unaothibitisha madai mengine ambayo mara nyingi huzungumzwa kwenye mitandao ya kijamii au katika mijadala ya kisiasa. Kwa hiyo, kama wanahabari na watengenezaji wa documentary, jukumu letu ni kuheshimu ukweli uliothibitishwa, huku tukitambua kuwa historia mara nyingine huendelea kuchunguzwa kadiri ushahidi mpya unavyojitokeza. Kifo cha Mamadou Mustafa Ndala hakikuwa mwisho wa hadithi yake. Kwa wengi wa Wakongo, ndipo hadithi ya urithi wake ilipoanza. Aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 35 tu, lakini jina lake liliendelea kuishi, na hadi leo bado linatajwa kama moja ya majina muhimu katika historia ya FARDC. Tarehe 2 Januari mwaka 2014, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haikupoteza tu kamanda wa jeshi, ilipoteza mtu ambaye kwa kipindi kifupi alikuwa ameanza kuwa alama ya matumaini kwa mamilioni ya wananchi. Baada ya kuthibitishwa kwa kifo chake, majonzi yalitanda kote nchini. Katika miji mbalimbali, wananchi walikusanyika kumwenzi. Wanajeshi walisimama kwa heshima na viongozi wa serikali walitoa salamu za rambirambi wakimtaja kama mmoja wa maafisa walioonyesha uzalendo na ujasiri wa hali ya juu. Kwa kutambua mchango wake, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilimpandisha cheo baada ya kifo chake na kuwa Brigadier General. Alizikwa kwa heshima zote za kijeshi. Mazishi yake yalihudhuriwa na viongozi wa serikali, maafisa wa jeshi,
familia yake na mamia ya wananchi waliokuja kumuaga. Lakini swali kubwa linaendelea kubaki. Kwa nini jina la Mamadou Mustapha Ndala linaendelea kukumbukwa hadi leo? Je, ni kwa sababu ya ushindi dhidi ya M23? Je, ni kwa sababu ya namna alivyoongoza askari wake? Au ni kwa sababu ya mazingira ya kifo chake? Huenda jibu likawa mchanganyiko wa mambo yote hayo. Kwa mujibu wa askari waliowahi kufanya kazi naye, Mamadou Ndala alikuwa kamanda aliyesisitiza nidhamu, ujasiri na kuwa karibu na askari wake. Hakutaka kuongoza akiwa mbali na uwanja wa mapambano. Aliamini kuwa kiongozi wa kweli anatakiwa kushiriki hatari pamoja na watu anaowaongoza. Mtindo huo wa uongozi ulimfanya aheshimiwe na askari wengi, na wananchi walimuona kama mfano wa kizazi kipya cha viongozi wa kijeshi waliotanguliza maslahi ya taifa mbele ya maslahi binafsi. Lakini historia ya Mamadou Ndala pia inatufundisha jambo muhimu. Ushujaa wa mwanajeshi unaweza kushinda vita, lakini ushindi wa kijeshi pekee hauwezi kuondoa chanzo cha migogoro. Kwa zaidi ya miongo mitatu, mashariki mwa Kongo imeendelea kushuhudia vita vya mara kwa mara. Makundi yenye silaha yameibuka na mengine kutoweka, lakini changamoto za usalama zimeendelea kuwepo. Hii inaonyesha kwamba amani ya kudumu haijengwi kwa silaha pekee. Inahitaji taasisi imara, inahitaji haki, inahitaji uongozi bora, na inahitaji wananchi kuwa na matumaini ya kesho. Katika utafiti tulioufanya kwa ajili ya dokumentari hii, tuligundua kuwa baadhi ya sehemu za historia ya Mamadou Ndala zimeandikwa kwa uwazi, lakini zipo pia sehemu ambazo bado hazijafafanuliwa kikamilifu. Kwa mfano, safari yake ya kijeshi kati ya mwaka 1997 na 2011 haijaandikwa kwa undani katika nyaraka nyingi zinazopatikana kwa umma. Hii inaonyesha kuwa bado kuna nafasi kwa watafiti, wanahistoria na wanahabari kuendelea kuchunguza maisha yake kwa kina zaidi. Kwa upande wa kifo chake, mahakama ya kijeshi ilitoa hukumu yake na kuwahukumu baadhi ya waliohusishwa na shambulio hilo. Lakini kama ilivyo katika matukio mengi ya kihistoria, bado yapo maswali ambayo baadhi ya wananchi wanaendelea kuyauliza. Kama watengenezaji wa dokumentari hii, tumekusudia kutenganisha kati ya ukweli uliothibitishwa na taasisi za kisheria na maoni ambayo hayajathibitishwa kwa ushahidi. Hiyo ndiyo msingi wa uandishi wa habari wa kitaalamu. Leo, zaidi ya miaka 10 baada ya kifo chake, jina la Mamadou Mustapha Ndala bado linaishi. Kwa baadhi ya Wakongo, yeye ni shujaa wa taifa. Kwa wengine, ni mfano wa kamanda aliyeongoza askari wake kwa ujasiri. Na kwa kizazi kijacho, historia yake ni ukumbusho kwamba huduma kwa taifa mara nyingi huhitaji kujitolea, ujasiri na wakati mwingine gharama kubwa zaidi. Lakini pia historia yake inatukumbusha kuwa taifa lolote lenye migogoro haliwezi kujengwa kwa vita pekee. Baada ya milio ya risasi kunyamaza, kinachobaki ni wajibu wa kujenga amani, kujenga haki na kujenga taifa ambalo vizazi vijavyo vitajivunia. Hiyo ndiyo changamoto kubwa ambayo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kukabiliana nayo hadi leo. Na labda huo ndio urithi mkubwa zaidi ambao historia ya Mamadou Mustapha Ndala inatuachia. Asanteni kwa kufuatilia dokumentari hii. Kama umejifunza jambo jipya kupitia simulizi hili, usisahau kupenda video hii, kujiunga na City Cobra TV na kuibonyeza alama ya kengele ili usikose documentaries nyingine za historia, siasa na masuala ya usalama kutoka Afrika na duniani. Kama una maoni, maswali au ungependa tufanye dokumentari kuhusu historia nyingine muhimu, tuandikie kwenye sehemu ya maoni. Mimi ni Oscar Musafiri. Hii ni City Cobra TV. Asanteni kwa kutazama. Tutaonana tena katika dokumentari ijayo.